Iran imeingia siku nyingine ya kukatika kwa mtandao wa internet kote nchini, huku maandamano makubwa ya kupinga serikali yakiendelea kuenea katika miji zaidi ya 100. Hatua hiyo ya serikali imekuja wakati hali ya usalama ikizidi kuwa tete, vifo na kukamatwa kwa maelfu vikiongezeka na shinikizo la kimataifa dhidi ya Tehran likiongezeka kwa kasi. Kwa mujibu wa shirika wa kutetea haki za binadamu yenye makao yake makuu nchini Marekani, takriban watu 65 wameuawa katika kipindi cha takriban wiki mbili za maandamano, huku zaidi ya watu 2300 wakikamatwa. Maandamano haya yalianza mwishoni mwa Desemba mwaka 2025 baada ya kupanda kwa kasi kwa bei ya bidhaa za msingi kama mafuta ya kupikia, kuku, mayai na maziwa, hali iliyochochewa na uamuzi wa Benki Kuu kusitisha mpango wa kutoa dola za bei nafuu kwa waagizaji. Ingawa serikali ilitarajia kukatika kwa mtandao kutadhibiti hali, raia kadhaa wa Tehran wameeleza kuwa hatua hiyo imekuwa kichocheo zaidi cha hasira na maandamano. Wakazi wanasema kukosekana kwa internet, ujumbe mfupi wa maandishi na huduma za benki kumeongezeka msukumo wa watu kutoka majumbani mwao kwenda mtaani, hasa nyakati za usiku. Watu wa rika zote, wanaume, wanawake na watoto, wameonekana wakikusanyika barabarani na kupaza sauti kutoka madirishani, wakionyesha kile wanachokieleza kuwa hamu ya mabadiliko yasiyozuilika. Serikali ya Iran kupitia vyombo vya habari vinavyohusishwa na dola imetangaza kukamatwa kwa watu 100 katika jimbo la Tehran, ikiwatuhumu kuongeza ghasia na kutumia silaha dhidi ya raia na vikosi vya usalama. Jeshi la Iran nalo limeonya wananchi kuwa waangalifu, likidai maandamano haya yanachochewa na maadui wa nje wenye nia ovu, ikiwemo Israel na Marekani, madai ambayo waandamanaji wanayapinga vikali. Kisiasa, mvutano huu umeongezeka zaidi baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuonya kuwa Washington inaweza kuchukua hatua kali endapo vikosi vya usalama vya Iran dhidi ya waandamanaji. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema wazi kuwa Marekani inaunga mkono watu jasiri wa Iran. Kauli hizo zimejibiwa vikali na kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, aliyemtaka Trump ajishughulishe na matatizo ya nchi yake na kuilaumu Marekani kwa kuchochea machafuko katika nchi ya Iran. Umoja wa Ulaya pamoja na viongozi wa Ufaransa, Ujerumani na Uingereza wametoa matamko ya pamoja wakitaka mamlaka ya Iran kulinda raia wake, kuheshimu uhuru wa kujieleza na kuruhusu mikusanyiko ya amani bila vitisho. Wakati huo huo, Reza Pahlavi, mwana wa Shah wa mwisho wa Iran aliyeondolewa madarakani mwaka 1979, ametoa wito wa mgomo wa kitaifa wa siku 2, akiwataka wafanyakazi wa sekta muhimu kama mafuta, gesi na usafirishaji kusimamisha shughuli. Kiuchumi, hali ya Iran inaendelea kuzorota kila kukicha. Wakazi wanasema kukatika kwa internet kumeathiri biashara, masoko ya fedha, miamala ya benki na hata sekta ya usafiri wa anga, ingawa baadhi ya mashirika ya ndege kama Fly Dubai yameanza kurejesha safari zake kuelekea Tehran baada ya kusitisha kwa muda mfupi. Hata hivyo, hofu bado imetanda nchini Iran, huku wananchi wakitegemea zaidi televisheni za satellite kupata habari za nje na huduma za internet za satellite kama Starlink zikiwa na upatikanaji mdogo. Wachambuzi wa masuala ya Mashariki ya Kati wanaonya kuwa Iran inakabiliwa na mtihani mkubwa zaidi wa kisiasa katika miaka ya hivi karibuni. Wanasema mchanganyiko wa ufisadi, usimamizi mbaya wa uchumi, vikwazo vya kimataifa na kukosekana kwa dira ya kisiasa umefanya serikali kufikia hatua ya kutegemea zaidi nguvu kuliko maridhiano. Kwa mtazamo huo, siku zijazo za utulivu wa Iran zinaendelea kuwa za sintofahamu, huku macho ya dunia yakielekezwa Tehran kusubiri iwapo mgogoro huu utapata suluhu ya kisiasa au utaingia awamu ya hatari zaidi. Kadri maandamano ya kupinga serikali yanavyoendelea kushika kasi nchini Iran, madaktari na wahudumu wa afya wameanza kutoa picha nzito ya hali inavyojitokeza hospitalini, wakisema mifumo ya afya imeelemewa na idadi kubwa ya majeruhi. Ripoti kutoka kwa madaktari waliowasiliana na vyombo vya habari vya kimataifa zinaonyesha kuwa baadhi ya hospitali zimeingia katika hali ya dharura kamili, huku upasuaji usio na lazima ukisitishwa ili kupisha majeruhi wa maandamano. Daktari mmoja mjini Tehran ameeleza kuwa hospitali ya Farabi, ambayo ni kituo kikuu cha matibabu ya macho, imeingia katika kile ilichokitaja kama crisis mode. Kwa mujibu wa maelezo hayo, wagonjwa waliokuwa na miadi ya kawaida walilazimika kuahirishwa na wafanyakazi wa ziada kuitwa kazini kushughulikia majeruhi wa dharura. Ripoti zinaonyesha kuwa wengi wa waliolazwa walikuwa na majeraha mabaya ya macho na kichwa yanayodaiwa kusababishwa na risasi au vipande vya risasi. Hali kama hiyo imeripotiwa pia katika mji wa Shiraz, kusini magharibi mwa Iran, ambako mhudumu wa afya alisema hospitali yao haina idadi ya kutosha ya madaktari bingwa wa upasuaji kukabiliana na wimbi la majeruhi waliojeruhiwa katika maandamano hayo. Kulingana na ujumbe wa sauti na video uliopatikana, majeruhi wengi walikuwa na majeraha makubwa, hali inayoibua maswali mapya kuhusu kiwango cha nguvu kinachotumika kudhibiti waandamanaji katika maandamano ambayo yameikita nchi ya Iran. Katika muktadha wa kisiasa, rais wa Marekani Donald Trump ametoa onyo kali akisema Iran iko kwenye hatari kubwa na kuonya kwamba iwapo vikosi vya usalama vitaanza kutumia risasi dhidi ya raia, Marekani nayo inaweza kujibu kijeshi.
Kauli hiyo ya Marekani imeongeza mvutano wa kimataifa, hasa baada ya Iran kuwasilisha barua kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ikilaumu Marekani kwa kuchochea kile ilichokiita vitendo vya uharibifu na hujuma za vurugu nchini humo. Wakati huo huo, jumuiya ya kimataifa imeendelea kutoa wito wa kuheshimiwa kwa haki za maandamano ya amani. Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa kupitia msemaji wake amesema umoja huo umeshtushwa na idadi ya vifo vinavyoripotiwa, akisisitiza kuwa raia wana haki ya kuandamana kwa amani na kwamba ni wajibu wa serikali kuilinda haki hiyo. Viongozi wa Ufaransa, Uingereza na Ujerumani wameungana katika tamko la pamoja wakitaka mamlaka ya Iran kuruhusu uhuru wa kujieleza na kukusanyika bila hofu ya kulipizwa kisasi. Kwa mujibu wa mashirika ya haki za binadamu, tangu maandamano yaanze tarehe 28 Desemba mwaka uliopita, angalau waandamanaji 50 wameuawa pamoja na wanajeshi au maafisa wa usalama wasiopungua 15. Zaidi ya watu 2300 wanaripotiwa kukamatwa katika maandamano hayo. Shirika jingine lenye makao yake makuu nchini Norway limedai kuwa miongoni mwa waliouawa ni watoto wasiopungua 9, jambo linalozidisha hisia za hasira na majonzi ndani na nje ya Iran. Kiongozi mkuu wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei, ameendelea kusimama kidete. Katika hotuba ya televisheni, amesema Jamhuri ya Kiislamu ilijengwa juu ya damu ya maelfu ya watu na haitoyumba mbele ya wale anaowataja kuwa wanaopinga misingi ya mapinduzi. Ameapa kuwa serikali haitasita kuchukua hatua kali dhidi ya kile alichokiita vipengele vya uharibifu. Kwa upande mwingine, kiongozi wa upinzani aliye uhamishoni Reza Pahlavi, mwana wa Shah wa mwisho wa Iran, ameelezea maandamano hayo kama ya kihistoria na ya kuvutia, akiwataka raia kuendelea na maandamano ya kimkakati yenye lengo la kudhibiti vituo muhimu vya miji. Kauli yake inaashiria kuongezeka kwa sauti za upinzani zinazoona maandamano hayo kama fursa ya mabadiliko makubwa ya kisiasa katika nchi ya Iran. Kwa upande wa kijeshi, jeshi la Iran limetangaza kuwa liko tayari kulinda maslahi ya taifa, miundombinu ya kimkakati na mali ya umma, huku likiwataka raia kuwa macho dhidi ya kile ilichokitaja kuwa njama za uadui. Kauli hiyo imetolewa wakati maandamano makubwa ya kupinga serikali yakiendelea kushika kasi kote nchini na mvutano kati ya Tehran na Washington ukiongezeka zaidi baada ya Marekani kuonyesha wazi kuunga mkono waandamanaji. Katika taarifa iliyochapishwa na vyombo vya habari vinavyohusishwa na serikali, jeshi la Iran limelaumu Israel pamoja na makundi ya kigaidi yenye uhasama wa kujaribu kudhoofisha usalama wa ndani wa nchi. Taarifa hiyo imesisitiza kuwa jeshi likiwa chini ya amri ya kiongozi mkuu wa nchi Ayatollah Ali Khamenei litaendelea kufuatilia mienendo ya maadui wa Iran katika ukanda wa Mashariki ya Kati na kuchukua hatua stahiki kulinda usalama wa taifa. Sambamba na hilo, kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC ambacho hufanya kazi kwa kujitegemea na jeshi la kawaida kimesema kuwa kulinda mafanikio ya mapinduzi ya mwaka 1979 na usalama wa taifa ni mstari mwekundu usiovukwa kabisa. Onyo hilo linaashiria uwezekano wa kuongezwa kwa hatua kali za kiusalama dhidi ya waandamanaji, hasa katika miji mikubwa kama Tehran, Mashhad na Tabriz. Kauli za jeshi zimekuja saa chache baada ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio kurudia msimamo wa Washington wa kuunga mkono watu jasiri wa Iran kufuatia hatua ya serikali ya Iran kukata mtandao wa internet kote nchini. Rais wa Marekani Donald Trump naye ametoa onyo kali zaidi, akisema viongozi wa Iran wako kwenye hatari kubwa na kuonya kuwa iwapo vikosi vya usalama vitaanza kuwaua waandamanaji, Marekani haitosita kujibu kijeshi. Maandamano hayo yaliyoanza mapema Januari yakichochewa na kupanda kwa gharama ya maisha sasa yamegeuka kuwa harakati pana za kisiasa, huku baadhi ya waandamanaji wakitaka kumalizika kwa mfumo wa kidini ulioko madarakani tangu mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979. Ripoti kutoka vyombo vya habari vya serikali zimedai kuwa waasi wamechoma jengo la manispaa katika mji wa Karaj, magharibi mwa Tehran, wakati televisheni ya taifa ikirusha picha za mazishi ya wanachama wa vikosi vya usalama waliodaiwa kuuawa katika miji ya Shiraz, Qom na Hamedan. Kwa upande wake, kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amewashambulia vikali waandamanaji, akiwataja kama waharibifu na wasaliti. Katika hotuba yake ya kwanza tangu maandamano hayo kuanza, Khamenei alimshutumu rais wa Marekani Donald Trump kwa kile alichokitaja kuwa damu ya maelfu ya Wairani mikononi mwake, akirejea mashambulizi ya Israel dhidi ya Iran yaliyofanyika mwaka jana kwa uungwaji mkono wa Marekani. Ameapa kuwa Jamhuri ya Kiislamu haitarudi nyuma mbele ya wale anawaona kama maadui wa mapinduzi. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi naye ameishutumu Marekani na Israel kwa kuingilia moja kwa moja maandamano ya ndani, akidai kuwa wanajaribu kuyageuza maandamano hayo ya amani kuwa ya vurugu na mgawanyiko. Marekani imejibu madai hayo kwa kuyataja kuwa ya kupotosha na yasiyo na msingi. Kwa mujibu wa wachambuzi walioko Tehran, serikali ya Iran inajaribu kudhibiti hali kwa kutumia mbinu mseto, zikiwemo kuongeza ulinzi, kukandamiza maandamano kwa nguvu, pamoja na kuanzisha mipango mipya ya ruzuku ili kupunguza hasira za wananchi. Hata hivyo, maandamano haya yanaelezwa kuwa makubwa zaidi tangu vuguvugu la mwaka 2022 hadi mwaka 2023 lililochochewa na kifo cha Mahsa Amini akiwa kizuizini.
Shirika la NetBlocks limesema kukatika kwa mtandao wa internet kote Iran kumeingia zaidi ya saa 36, hatua ambayo mashirika ya haki za binadamu kama Amnesty International yanasema inalenga kuficha ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu unaofanywa dhidi ya waandamanaji katika nchi ya Iran. Takwimu za mashirika huru zinaonyesha kuwa angalau waandamanaji 51 wakiwemo watoto 9 wameuawa huku mamia wakijeruhiwa. Wakati huo huo, Reza Pahlavi, mwana wa Shah wa mwisho wa Iran aliondolewa madarakani, ametoa wito kwa Wairani kuhamia hatua mpya ya maandamano, akiwataka kulenga na kudhibiti vituo vya miji. Amesema lengo si tena kujaza mitaa pekee, bali kuandaa mazingira ya kushikilia mamlaka katika maeneo muhimu, akidai pia anajiandaa kurejea Iran katika siku za usoni. Kwa ujumla, hali ya nchi ya Iran inaendelea kuwa tete zaidi, huku jeshi likionyesha msimamo mkali, Marekani ikiongeza vitisho na waandamanaji wakionekana kutorudi nyuma. Macho ya dunia yanaendelea kuelekezwa Tehran, huku hatima ya mgogoro huu ikibaki kuwa sintofahamu kubwa.